Tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine ambayo tumejaliwa kupata nafasi ya kujifunza neno la Mungu. Sababu neno la Mungu ndio taa yetu. Basi siku zote tunatakiwa tulitumie neno la Mungu litubadili. Kama ambavyo mitume walikuwa wakidumu katika kuumega mkate, basi na sisi tuumege mkate huu ili kadiri tunavyoula siku kwa siku. Tunaambiwa mtu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Sasa hili ndio neno, haya ndio mapenzi ya Mungu kwetu sisi. Kwa hiyo lazima neno tulijue. Lakini tukishalijua lazima tuliishi. Lazima tuenende kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu. Hapo ndio tutasema sasa kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo lazima tuyatimize mapenzi yake. Lakini kwanza tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, uketie mahali pa juu kabisa palipoinuka. Tunakurudishia sifa na utukufu. Tunakutukuza, tunakuabudu, tunakushukuru. Tunakualika Baba katika kujifunza neno lako. Sisi hatulijui, lakini wewe unajua vyote ambavyo unayataka, unayajua mapenzi yako kwetu. Tunaomba Baba utuelekeze kwa mujibu wa mapenzi yako. Tunaomba Mungu Roho Mtakatifu atufundishe na kutuangaza. Atuongoze katika njia zile ambazo zinakupendeza wewe na kutufundisha neno lako lituongoze katika njia hizo. Bariki karama na vipawa ulivyoweka juu yetu, vitumike kwa sifa na utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Kristo Bwana tunaomba na kushukuru. Amen. Basi leo kwa muda tutakaojaliwa, naomba tujifunze neno katika waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 2 mstari wa 10. Nami nitatangulia kusoma kwa msaada wa Mungu Roho Mtakatifu. Maana tu kazi yake tumeumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo toka awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni kazi ya Mungu. Sisi ni matunda ya kazi ya mikono ya Mungu. Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake. Mungu ametuumba kwa makusudi yake ili tumtukuze yeye. Lakini ametuumba ili iweje? Anasema tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Kumbe sisi tumeumbwa ili tutende matendo mema. Haya mabaya yanatoka wapi? Tumeyavuna wapi? Tumeanzishia wapi? Yameibuka kutoka wapi? Maana yake ni kwamba kuna namna ambayo tumeiacha njia ambayo tuliumbwa. Anasema toka awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo Mungu ameshayatengeneza matendo mema ili tuenende nayo. Kwa hiyo hatutakiwi tena kurudi katika yale mabaya. Kwa hiyo haya mabaya yamekuja kuibuka kwa sababu tumeiacha njia na kumfuata yule muovu. Tumefuata uongo wa yule muovu. Kwa hiyo ili tuachane na mabaya tuingie kwenye mema, lazima turudi kwenye njia. Lazima turudi kwenye utaratibu ambao ndio huu ambao tumeambiwa hapa. Tuyaache mabaya. Tuache kwa sababu sisi tu kazi ya mikono yake. Kwa hiyo ujumbe ambao tunaupata hapa kwamba kazi ya Mungu aliyoifanya ni kututengenezea mema tu. Ametuumba pia ili tuyatende mema tu. Kwa hiyo kama tunafanya mabaya, maana yake ni kwamba tuko nje ya njia, tumetoka nje ya reli. Kama tumetoka nje ya reli, tunachokifanya nje ya njia ni nini? Tunafanya nini? Tunataka namna ya kurudi taratibu, kurudi katika njia ambayo inatupasa. Ile njia ambayo ndio tunatakiwa kwenda nayo. Ni kama vile unaendesha kwenye barabara ambayo pengine ina tope. Ukiwa kwenye kasi, basi inakutoa nje. Kwa hiyo unachotakiwa sasa ni kupunguza mwendo taratibu. Kupunguza mwendo taratibu, huku taratibu unairekebisha ile gari kurudi katika njia ambayo inapaswa. Sasa haugombani nayo, haupambani. Ukiona kwamba matope yamekupeleka nje ya barabara, hauendi tena kupambana katika kuirudisha ile gari katika njia. Unachokifanya ni kwamba taratibu unaiachia ili iweze kurudi katika mstari au katika ile njia ambayo ndio sahihi ya kwenda. Kwa hiyo unapunguza kukanyaga mafuta, unakuwa unaicontrol tu kwa ule uskanu, unaijaribu kuirekebisha mpaka irudi. Kwa hiyo na sisi tunachotakiwa sasa kufanya ni kurudi katika neno, ni kurudi katika njia. Tumeiacha njia, tumeliacha neno, tumeacha kujua kwamba Mungu anataka nini kwetu. Mungu ametuumba tutembee katika njia gani, tufanye nini.
zile do's and don'ts. Kuna yale ambayo tunatakiwa kuyafanya, kuna yale ambayo hatutakiwi kuyafanya. Sasa sisi tunafanya tusiyotakiwa kuyafanya na tunaacha kufanya tunayotakiwa kuyafanya. Ndio maana hii inatuondoa kwenye njia, ndio maana tunaanza kutenda mabaya. Kwa hiyo kimsingi kabisa kila mmoja wetu ameumbwa ili atende mema. Sema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo toka awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo tumetengenezwa ili tuenende na matendo mema. Tusitoke katika njia ambazo tusiende katika njia ambazo hazimpendezi Mungu, bali tusimame katika njia ambazo zinampendeza Mungu siku zote za maisha yetu. Ili tuweze kulifanya hili ni lazima turudi katika njia turudi kwanza kuwa na utaratibu wa kulisoma neno. Tukishalisoma tulitafakari, tukishalitafakari tukae pia katika maombi. Mbali na maombi pia tuendelee na njia nyingine ambazo tumefundishwa kama kufunga na nyinginezo. Basi taratibu tutajikuta kwamba zile njia mbaya zinaondoka na njia hizi ambazo Mungu anazitaka kutoka kwetu tutende matendo mema, kwa sababu ndivyo tulivyoumbwa. Kwa kila mmoja wetu anategemewa kwamba ayatende matendo mema tu. Tusipofanya hivi, basi upendo wetu utaendelea kupoa siku kwa siku. Tutaingiza ubinafsi ndani yake, tutaingiza chuki, tutaingiza uchoyo, tutaingiza yale yote ambayo hayampendezi Mungu. Kwa hiyo hizi namna ambazo zimeingia humu katikati ambazo zinatufanya tutende matendo ambayo sio mema, kwa sababu kwa kuingia na tamaa, kwa kuingiwa na haya mambo mengine, ndio tunafikia mpaka hatua pengine hata ya kuua. Mungu hakutuumba ili tuue, lakini kwa sababu sisi tumeumbwa tutende matendo mema, inabidi tuyaache yale maovu, tusimame katika matendo ambayo yanampendeza Mungu, yanampa Mungu utukufu. Yaani mtu kama hamfahamu Mungu, amuone kupitia matendo yangu, amuone kupitia matendo yako, aone yale mema ambayo tunayatenda, amtukuze Mungu. Ifike sehemu kila mmoja wetu amtendee wema mwingine, kwa sababu kama tunashindwa kutendeana wema sisi tunaoonana, tutamtendeaje mema Mungu ambaye hatujamuona? Kwa hiyo lazima tuanze na sisi kwa sisi, tupendane, upendo kati yetu uongezeke. Tusimame katika njia zinazompendeza Mungu, tubadili matendo yetu, tuache ubinafsi, tusimame katika njia za upendo. Tunapozidi kupendana, tunaikuza hata imani yetu. Tunapozidi kuikuza imani yetu, basi Mungu Roho Mtakatifu anapata nafasi, anatufundisha kitu kimoja baada ya kingine, anatuondoa katika njia ambazo hazimpendezi na kutuongoza katika njia ambazo Mungu anazitaka. Kumbuka tuliambiwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwamba yeye atakapokuja atatufundisha yote na kutukumbusha yote. Yako mengi ambayo alitaka kutufundisha, lakini kwa wakati ule tulishindwa kuyaelewa. Sasa yuko Mungu Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yangu. Yeye aliyemfufua Kristo anakaa ndani yako. Yeye aliyemfufua Kristo kutoka mauti anakaa ndani yenu. Ataiinua miili yenu iliyokufa. Kwa hiyo ile miili ambayo imekufa ya uovu na nini iachwe kule, tuinuke na mwili wa utukufu, tuyatende matendo mema. Basi tufunge kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa siku njema ya leo. Asante Baba kwa kutufundisha kwamba wewe umetuumba ili tuyatende matendo mema. Tunaomba Baba turudi katika njia zako. Tunaomba Baba tutende kwa mujibu wa mapenzi yako. Tunaomba Baba achane na njia zile ovu, tusimame katika kweli yako na kukutukuza wewe kwa sifa na utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe.